Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Mnungwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya pamoja na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini ya tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu leo, bila shaka bunge la Senate limepiga kura kwa mara ya 4 kuzuia muswada ambao ulikuwa unakusudia kuizuia nchi ya Marekani kufanya mashambulizi ndani ya nchi ya Iran, kwa maana ya kwamba Marekani kuendelea na mgogoro wote wa vita dhidi ya nchi ya Iran. Hatua hii ni hatua ambayo tunaichukua katika uzito wa hali ya juu kwa kuzingatia mazingira yaliyopo hivi sasa. Ndege zimekuwa zikionekana zinasafiri kutoka katika nchi ya Marekani kuelekea katika eneo la Mashariki ya Kati, na hasa zikihusisha nchi kama ya Bahrain, Kuwait pamoja na United Arab Emirates. Lakini movement ya namna hiyo haionekani sana katika nchi ya Qatar pamoja na katika nchi ya Saudi Arabia. Wakichukua move hii ambayo imefanywa na bunge la Senate la Marekani, na ukija katika practicality au ile utendaji wa kuona kwamba kiasi cha move ambayo imekuwa inafanywa na jeshi la Marekani, kwa maana ya ndege kuendelea kufanya movement nyingi kutoka katika nchi ya Marekani, na idadi ya wanajeshi ikionekana kwamba inaendelea kuongezeka katika eneo la Mashariki ya Kati, ni ishara ya wazi kabisa ya kuonyesha kwamba mpango wa Marekani katika mazungumzo au juhudi za mazungumzo ambazo zimekuwa zikiendelea kufanywa na nchi ya Pakistan, maanake hasa si mpango wa amani, bali inawezekana ikawa ni delaying tactics. Inawezekana ikawa ni mpango wa kuchelewesha jambo ili kuendelea kujipanga vizuri zaidi, na hili linaweza likapimwa vile vile na mambo kadhaa. Kwanza, ukiangalia muundo wa vita mpaka kufikia katika hizo takriban siku 42, maanake ni jambo ambalo lilikuwa limekwenda out of control, limekwenda nje ya control ya nchi ya Marekani, kwa sababu ushauri wa Israel kwa Marekani ulikuwa ni ushauri ambao unaashiria kwamba zoezi haliwezi kuwa la muda mrefu, na hili limekuwa likithibitishwa na vyombo kadhaa vya habari kutokana na safari ya Waziri Netanyahu kabla ya kuanza kwa mgogoro huu wa nchi ya Iran, kwamba inaonekana kwamba Mossad walikuwa wamemhakikishia Waziri Mkuu Netanyahu kwamba kila kitu kimepangwa vizuri. Ikishafikia hatua kama tukafanikiwa kumuondoa Ali Khamenei na baadhi ya viongozi, basi wananchi wa nchi ya Iran watareact, na kisha baada ya hapo serikali itakuwa imeanguka moja kwa moja. Na move hii inaonekana kwamba haikuwa imekwenda kulingana na mahesabu jinsi yalivyo, kwa ushahidi wa vita yenyewe mpaka kufikia siku ya leo, lakini vile vile kwa ushahidi wa makosa ambayo Marekani na Israel waliyafanya siku ya kwanza waliposhambulia katika ile shule ya Manil na kuua takriban watoto zaidi ya 130. Hili ni jambo ambalo hata kama Wairani walikuwa wana nafasi ya kusupport kuuliwa kwa Ali Khamenei, maana yake ilikuwa ni jambo ambalo linawakusanya Wairani katika mwendo mmoja wa kuona kwamba adui anatushambulia, maana yake hana lengo zuri na nchi yetu, kiasi ambacho shambulizi lake la mwanzo ameelekeza kwenda kushambulia watoto wetu. Na hili maana yake linabebwa katika uzito wa hali ya juu na nchi ya Iran. Ndio maana hata ule msafara uliokuwa ukiongozwa na Muhammad Baqir Kanibaf, yule spika wa bunge wa nchi ya Iran, kuelekea katika nchi ya Pakistan, ipo ndege moja ambayo ziliwekwa picha za watoto waliouliwa katika ile shule ya Manil, ili kuwakumbusha wanaokwenda kufanya mjadala na nchi ya Marekani kwamba mnakwenda kujadiliana na nchi ambayo imeua watoto wetu. Kwa hiyo katika mazingira namna hii, maana yake ni kwamba hesabu waliokuwa nayo Marekani na hesabu waliokuwa nayo Israel, maana yake ni hesabu ambayo inaonekana kwamba ilikwenda upogo, badala yake mgogoro ukaonekana umekuwa mkubwa na battle space imekuwa kubwa, au ile sehemu ya kupigania imekuwa kubwa, kwa sababu Marekani na Israel mpango wao hasa ilikuwa ni nchi ya Iran peke yake, lakini Iran katika reaction maana yake ikakusanya eneo zima la Arabian Peninsula, maana kuanzia Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, kote ambapo unabeza Marekani ikawa ni sehemu katika battle space ya nchi Iran, vita ambayo katika muundo huo maana yake ilikuwa haiwezekani Marekani kuweza kupigana kwa muda mrefu. Sasa kwa sababu hesabu hizi zilikuwa ziko out of control, inawezekana
hiki kipindi ambacho kinaonekana kwamba mazungumzo ya amani yaweze kuchukua nafasi, maana yake inawezekana ikawa ni sehemu ya delaying tactics. Lakini kingine ambacho kinaonyesha kwamba inawezekana mpango huu Marekani ambao anaenda nao katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ukisimamiwa na nchi ya Pakistan, inawezekana ikawa ni sehemu ya delaying tactics. Ni kutokana na maneno ya kejeli ambayo yamekuwa yakizungumzwa na viongozi wa nchi ya Marekani dhidi ya Pope Leo wa 14. Katika siku za nyuma kidogo, kiongozi wa kanisa Katoliki Pope Leo, kuna maneno ambayo alizungumza ambayo yalikuwa yako very simple, kwamba Yesu ni mfalme wa amani, na hawezi kutumika au jina lake kutumika na mfano wake kwa ajili ya kusapoti vita, kwa ajili ya kusapoti vita. Lakini vile vile hawezi kupokea sala ya mtu anayefanya vita. Hili maanake ilikuwa limekwenda upogo na protocol ya nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani ni nchi ambayo huwa inabadilika kwa mujibu wa mahitaji ya muda husika. Kwa hivi sasa Marekani inapigana na adui ambaye muundo wake umekaa katika muundo wa dini. Nchi ya Iran inatambulika kama ni Islamic Republic of Iran, maanake ni Jamhuri ya Islam ya nchi ya Iran. Ili kuweza kutengeneza narrative vizuri, kutengeneza muundo vizuri wa kupata support ya ndani, maanake ni lazima ionekane vita hii imetengenezwa katika muundo wa kupambana na dini nyingine ambayo ni adui, pamoja na kwamba in reality ukija katika uhalisia wala haiko hivyo. Na hili inaweza likaonekana kwa baadhi ya viongozi wa dini kushiriki katika ikulu ya Marekani kwenda kumuombea Rais Donald Trump. Maanake lengo kubwa hasa ilikuwa ni kuendelea kuvuta attention kulingana na adui ambaye Marekani wanapigana naye kwa hivi sasa. Sasa move hii maanake ni move ambayo haikupata support kwa Pope Leo. Kulingana na kauli ambayo amezungumza, maanake ni move ambayo imeshukuliwa na Pope Leo, au msimamo ambao Pope Leo ameuchukua, maanake umekwenda kupogo na matarajio ya nchi ya Marekani kutumia idea hiyo kama ndiyo agenda kuu ya wao kuendelea kupata support kutoka especially ndani vile ya nchi ya Marekani, ukiachilia mbali katika maeneo mengine. Na ndio maana imekuwa ni sababu ya Rais Donald Trump kuonekana na mshambulia Pope Leo, lakini vile hata leo hii spika wa bunge la Congress Mike Johnson na yeye amesimama mbele ya hadhira kutoa maneno ya namna hiyo, na kuna baadhi ya support nyingi inaonekana zinakuwa formulated au zinatengenezwa kutoka kwa wafuasi wa Rais Donald Trump ambao wana nafasi katika serikali ya Marekani dhidi ya Pope Leo. Na kingine ambacho inawezekana kwamba kikawa watu wengi labda hatukifahamu, Marekani kwa muda mrefu amekuwa akitembea katika idea za dini ili kuhakikisha kwamba anafulfill ile materialistic agenda, anakamilisha ule mpango wake wa kupata rasilimali na kucontrol baadhi ya mambo. Mfano, katika vita tu za karibuni kwenye mwaka 2012 takriban 2012 Marekani walipigana vita, walishiriki kwenye kulipiga vita kundi la Islamic State. Kundi la Islamic State ni kundi ambalo actually liliibuka, lakini kiasili maana yake lilikuwa linasupportiwa na Marekani wenyewe. Lakini ni kundi ambalo lilibeba brand ya dini Islamic State. Lakini kiuhalisia mission ya Islamic State hasa ilikuwa ni kuiangusha serikali ya Bashar al-Assad, na vile au kuidhoofisha serikali ya Bashar al-Assad, lakini vile kuiangusha serikali ya Iraq au kuidhoofisha serikali ya Iraq, kwa kuzingatia baada ya kuangushwa kwa utawala wa Saddam Hussein katika nchi ya Iraq, serikali iliyoingia madarakani ikiongozwa na Nur al-Malik ilihamisha kiapo chake cha utiifu kutoka katika nchi ya Marekani, badala yake ikawa chini ya influence kubwa ya nchi ya Iran. Kwa hivyo kufanikiwa kuangusha move hii maana yake au nguvu hizi, ukizingatia kwamba serikali ya Bashar al-Assad maana yake kwa muda mrefu yenyewe ilikuwa iko pamoja na serikali ya Iran, na serikali ya Nur al-Malik maana yake vile ilikuwa ni serikali ambayo inapeleka kiapo chake cha utiifu katika nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo, ilikuwa kuna umuhimu wa kutengeneza movement ambayo
inatengenezwa kutoka katika upande wa jamii kama ya Wasuni kuja kufanya disturbance katika eneo zima la Syria na katika eneo la Iraq, na waliweza kudhibiti eneo kubwa kwa kiwango fulani mpaka pale ilipolazimika serikali ya Nur el-Maliki kuondoka madarakani, kwa sababu ilipewa sharti na Marekani. Kama Nur el-Maliki hataondoka madarakani, basi Marekani haiwezi kwenda kutoa support ya kwenda kupigana na kundi la Islamic State. Mwisho wa siku Nur el-Maliki ilibidi aondoke na nafasi yake ikachukuliwa na Haidar al-Abadi, ambaye Iran vile vile walilazimika waweze kumsupport Haidar al-Abadi kwa kuzingatia kwamba Nur el-Maliki tena au haiwafi katika swala la uongozi, maana ni jambo ambalo lilikuwa tena halina nafasi. Na hata kipindi hichi baada ya Nur el-Maliki kuonyesha kwamba anataka tena achukue uongozi katika nchi ya Iraq, moja katika kauli ambayo zitunguzwa na nchi ya Marekani ni kwamba Nur el-Maliki akipata nafasi ya uongozi, maana yake nchi ya Marekani inaondoa support zake zote katika nchi ya Iraq. Kwa hiyo ukaona kwamba ni jambo ambalo lilikuwa limetengenezwa, lakini lengo lake kubwa ni namna gani Marekani inaweza ikaendelea kutake control katika baadhi ya maeneo muhimu ya eneo la Mashariki ya Kati. Ukiangalia katika sehemu kama Yugoslavia takriban kipindi inaongozwa na Slobodan Milosevic, ukiachilia mbali Yugoslavia ile ya miaka 90 ambayo ilikuwa inakusanya maeneo mengi kama Slovenia, Croatia, Bosnia Herzegovina na maeneo mengine, tunazungumzia Yugoslavia hii kwenye miaka ya 99 ambayo bado ilikuwa ikiongozwa na Slobodan Milosevic. Sababu ya Marekani kwenda kuiangusha na NATO kwenda kuiangusha serikali ya Slobodan Milosevic na yeye kukamatwa kupelekwa The Hague, hoja kubwa ilikuwa ni kwamba kwenda kuwatetea jamii ya Waislamu wanaopatikana katika maeneo yale ya Balkan, kwa kuhofia kwamba wanaweza wakaenda tena kuuliwa na Waserbia, kwa sababu katika kipindi cha nyuma kwenye miaka ya 94 ilitokea mgogoro baina ya Waserbia na Wabosnia ambao ilipelekea kufariki watu takriban 8,000 hasa kutoka katika upande wa Bosnia, na kumbukumbu zao ziko katika maeneo ya Srebrenica. Sasa katika mazingira namna hiyo, hoja inayotumiwa na NATO pamoja na Marekani kwa ujumla ilikuwa ni kwamba wanakwenda kuwaokoa Waislamu katika maeneo yale ya Balkan. Ndio sababu ya kwenda kuiangusha serikali ya Yugoslavia, na baadaye Yugoslavia ile ikaja kuangushwa, ikawa tena hakuna Yugoslavia, kuna Serbia na kuna Montenegro na mfano wake. Sasa katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba lengo la NATO na Marekani Yugoslavia ilikuwa ni kuweka bezi zao katika maeneo yale, kwa sababu walikuwa hawana bezi, na kuzingatia kwamba yale ni maeneo ambayo kwa muda mrefu yalikuwa yakipata siasa za nchi ya Urusi. Kwa hiyo ilitumika slogan ya kwenda kuwasaidia Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu lengo ni kuondoa utawala wa Slobodan Milosevic ambao siasa yake inafanana na siasa ya nchi ya Urusi. Ukiangalia katika vita kama ya Afghanistan kuanzia kwenye mwaka 79 mpaka mwaka 89, Afghanistan ni Waislamu lakini walikuwa wanapigana na Warusi. Warusi wao ni wa Orthodox. Kwa ina maana kama ilikuwa ni Marekani ana intention nzuri, maana yake ingewasaidia Wakristo wa jamii ya Orthodox ambao walikuwa wakipigana na Afghanistan, lakini kwa sababu kucontrol Afghanistan maana yake ni kucontrol daraja muhimu katika eneo la Central Asia, ili Urusi sifanikiwe katika hilo. Maana yake Marekani ilikuwa ikitoa support kwa wapiganaji wa Taliban, mpaka mwisho wa siku Urusi wakashindwa ile vita, wakabidi wa withdraw watoke, na ndio ilikuwa sababu miongoni mwa sababu za kuanguka kwa umoja wa Sovieti. Kwa hiyo Marekani movement zake daima zinapohusisha vikundi kama vya dini na mfano wake, lengo kubwa ni tunasema kwamba to use God just to fulfill materialistic agenda, kumtumia Mungu kwa lengo la kutimiza baadhi ya mipango ya kuwa na rasilimali na control baadhi ya vitu, na sio kama watu wengi wanapojaribu kuportray kwamba au kutengeneza kwamba labda Marekani iko katika mrengo fulani kwa maslahi ya dini fulani. Actually sio hivyo. Na hata katika eneo la Mashariki ya Kati unaweza kuona kwamba lengo lake kubwa ni kuwa na watu ambao wanakubaliana na siasa yake no matter what. Unaweza kusema katika nchi kama ya Syria. Kwenye nchi ya Syria, Ahmed Sharaa, huyu ambaye ni kiongozi wa sasa hivi, alikuwa ni mwanachama wa kundi la Al-Qaeda, alikuwa ni mwanachama wa kundi la Islamic State na mfano wake.
Lakini mwisho wa siku, kwa sababu ni mtu ambaye inaonekana kwamba amekaa katika muundo ambao Marekani wanautaka na anaweza akasimama kwa maslahi ya nchi ya Marekani katika eneo la Syria, na ndio maana Marekani imejihakikishia kila kitu katika nchi ya Syria. Hata leo jeshi la Marekani limeendelea kutoka katika nchi ya Syria, maanake wasingekuwa na uhakika na maslahi yao katika sehemu kama zile za Omar Oil Field ambazo ni sehemu za uchimbaji wa mafuta na mfano wake, Marekani wasingekubali kutoka katika nchi ya Syria. Ila kwa sababu wamejihakikishia kutokana na alipoingia Ahmed Sharaa, moja katika mambo ambayo aliyazungumza ilikuwa ni kufanya mabadiliko katika sera za uchumi wa nchi ya Syria, na mabadiliko yake maana yake ni kwamba kutoka katika mifumo ya nationalization, kutoka katika mifumo ya ile serikali ya Syria kucontrol zile njia za uchumi, badala yake kuruhusu privatization, kuruhusu ile ubinafsishaji. Unaporuhusu binafsishaji, automatically mtu ambaye anafaidi wa kwanza anakuwa ni nchi ya Marekani, kwa sababu yeye ndio amekusupport mpaka kuingia madarakani. Ukiachilia mbali hapo, maana yake ni kwamba zile fursa za kiuchumi, wa kwanza atakayepewa kipaumbele maana yake itakuwa ni nchi ya Syria, yani itakuwa ni nchi ya Marekani. Na ndio maana Marekani walikuwa muda mrefu wakisapotiana na Wakurdi wanaopatikana katika upande wa kaskazini mashariki mwa nchi ya Syria, maeneo kama ya Hasaka, Raqqa na mfano wake upande wa Manbij kule. Mwisho wa siku Marekani ndio ilianza kuwalazimisha Wakurdi lazima urudishe yale majimbo chini ya udhibiti wa serikali ya Damascus. Kwa hiyo ni mfano wa kuonyesha kwamba siasa za Marekani zenyewe zinaweza kutumia chochote kwa lengo la kupata rasilimali. No, sio kitu kingine. Si kitu kingine. Lengo kubwa ni kucontrol rasilimali. Pale wanapomuona kwamba mshirika wao aliyopo wanafanana dini, hawafanani dini, wanafanana rangi, hawafanani rangi. Lengo mshirika aliyopo ikiwa anaweza kukidhi maslahi ya nchi ya Marekani, atakaa milele na milele. Lakini the moment itakapoonekana kwamba anaanza kwenda upogo na maslahi ya nchi ya Marekani, maana yake ni kwamba ataangushwa, ataondolewa kwa staili ya namna yote. Kwa hiyo kauli za kejeli ambazo zinatolewa na viongozi wa Marekani dhidi ya Pompeo ni ishara ya wazi kabisa kwa mpango wa Marekani sio mpango wa amani. Mpango wa Marekani si mpango wa amani. Mpango wa Marekani ni mpango wa kuendeleza vita. Na hii alama yake kubwa ni hata Rais Donald Trump alipoingia tu madarakani, mabadiliko aliyoyafanya ilikuwa ni kubadilisha Wizara ya Ulinzi ya Marekani kuwa ni Wizara ya Vita. Ili kuonyesha watu kwamba mpango unaokuja mbele ni mpango wa kuendelea kupata rasilimali na kucontrol njia za kiuchumi na kucontrol mambo ya dunia kupitia vita na sio vinginevyo. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba alama hizi zinaweza zikatupa ishara kwamba kinachofuatia mbele bado ni mpango wa nchi ya Marekani kukusudia kuendelea kuingia katika mgogoro mkubwa zaidi, kwa kuzingatia mgogoro wa mwanzo namna walivyokuwa waliingia katika namna ambayo walikuwa hawajajipanga. Lakini bila shaka bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu ni Maulid Ali Mnugwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na comment. Uwe na muda mwema.